Karibu Jack Media TZ. Leo tutakufundisha mbinu zitakazo kusaidia wewe kufaulu katika maombi ya mkopo wa elimu ya juu katika bodi ya mikopo HESLB. Nikukumbushe kabla hatujaendelea katika mada ya leo, kumbuka kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Ili uweze kupata mkopo wa elimu ya juu, unahitaji kuchukua hatua muhimu ambazo leo nitakuelekeza, na ikiwa utazifuata kwa usahihi zitakusaidia wewe kufanya maombi haya kwa ufaulu mzuri, na huenda ukawa ni mmoja kati ya wale ambao watapewa mkopo. Jambo la kwanza ni kujiandaa mapema kukamilisha mahitaji ya mkopo. Na sasa nitakuelekeza ni mambo gani ambayo unapaswa kuiandaa. Jambo la kwanza ni uwe na cheti cha kuzaliwa kilichohakikiwa na RITA. Ukiwa na cheti cha kuzaliwa ambacho umehakiki kutokea RITA, kitakusaidia katika kurahisisha maombi yako ya mkopo. Kwa hivyo andaa cheti chako, na kama hauna, fuatilia katika mfumo wa RITA ili uweze kupata cheti chako. Namba 2 ni uwe na benki account. Hii ni sehemu ambayo pesa zako za mkopo zitawekwa ikiwa utakubaliwa kupata mkopo. Kwa hiyo kama hauna account ya benki, andaa sasa hivi. Jambo la 3, andaa taarifa zinazoeleweka za wazazi wako. Na ikiwa wapo hai wote itakuwa ni rahisi, na iwapo wazazi wako au mmojawapo kati yao ametangulia mbele za haki, hakikisha unapata cheti cha kifo kilichothibitishwa na RITA. Na hii itakuwa ni mojawapo ya sifa ambazo zitakusaidia wewe kupata mkopo kwa urahisi. Jambo lingine ambalo ni jambo la 4, andaa taarifa za mdhamini. Mdhamini aweza kuwa ni mzazi au ndugu yako yote ambaye unamwamini. Kwa hiyo andaa taarifa zake na muandae huyo mtu kwa ajili ya kukusaidia kufanya maombi ya mkopo kwa uharaka na kwa wepesi zaidi. Jambo la 5 ni kuandaa taarifa zako za elimu kwa usahihi. Hakikisha umeandaa namba ya mtihani ya kidato cha 4 na ya kidato cha 6, au kama ulipita vyuo vya kati basi andaa namba ya usajili ya chuo ulichosoma. Na swala lingine au jambo la 6 ni kutafuta kituo bora cha huduma mtandaoni au internet cafe, ambao wanaweza kukusaidia ikiwa hauna ujuzi wa kutumia mtandao. Na ikiwa utahitaji huduma hii, unaweza kuwasiliana nasi pia kupitia kwenye comment au kupitia email yetu ambayo tumeweka hapo juu. Itakusaidia ukiwasiliana na sisi, tutakuhudumia kwa uharaka na kwa wepesi zaidi. Jambo la 7, weka akiba ya pesa kwa ajili ya mchakato wote wa maombi ya mkopo. Moja wapo ya pesa ambayo unapaswa kuiandaa ni pesa ya maombi ya mkopo. Pesa nyingine unayopaswa kuiandaa ni pesa ya muhuri wa mwanasheria kwa ajili ya uhakiki wa vitambulisho ambavyo utaviweka au utaviambatisha katika maombi yako. Pesa ya 3 ni pesa ya mtandao au wahudumu wa mtandao, internet cafe, unapaswa kulipia. Kwa hiyo andaa pesa yako. Na pesa ya 4 ni pesa ya nauli ya mizunguko yako kwa ajili ya kukamilisha maombi ya mkopo. Haya ni mambo ambayo ikiwa utayafanya kwa umakini, yatakuhakikishia uhakika wa kufanya vizuri, na huenda ukawa ni mmoja kati ya wale ambao watachaguliwa kupata mkopo. Nikushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika Jack Media TZ kwenye kipindi cha leo cha mbinu za kufaulu katika kupata maombi ya mkopo. Like, share na comment.